Habari yako, naitwa Dr. Damaki, mmiliki wa Song'wa Traditional Clinic, kituo cha tiba asili kinachotibu kwa kutumia mimea asili isiyokuwa na kemikali ya aina yoyote. Kuna watu wamekata tamaa kutokana na maradhi mbalimbali ambao pengine wamejaribu kutafutia suluhu sehemu mbalimbali na kukosa msaada, lakini tukushauri uweze kurudi kwenye tiba mama, tiba asili ambayo ndio tiba yenye uwezo wa kumaliza changamoto yoyote. Song'wa Traditional Clinic ni taasisi ambayo imesambaa Tanzania nzima, lakini pia nje ya Tanzania. Kwa hiyo ukiwasiliana sisi utapata msaada na tiba yenye uhakika, na sisi tunatoa tiba halisi na sio supplement. Sisi hatutoi virutubisho wala sio supplement. Sisi tunatoa dawa tiba ambayo inakuondolea tatizo moja kwa moja. Kuna watu wengi ambao wamekuwa na changamoto ya ugonjwa wa mshipa wa ngiri. Mshipa wa ngiri ni ugonjwa ambao hauambukizi, hauna tiba kwenye hospitali za kizungu tulizozoea, lakini pia hauna kipimo kwenye hospitali za kizungu ambazo tulizozoea. Lakini ni ugonjwa ambao umekuwa ni changamoto kubwa sana hasa kwa wanaume. Na huu ugonjwa wa mshipa wa ngiri ni ugonjwa ambao unaweza ukaupata kwa njia kuu mbili. Ama kwa kuzaliwa nao, yani kuulisi kwa baba kama alikuwa na changamoto hii, basi mtoto wa kiume akizaliwa anaweza akalisi ugonjwa huu. Lakini pia unaweza ukapata ugonjwa huu kwa lifestyle, mtindo wa maisha ambao wewe mwenyewe ukaishi. Unapataje kwa lifestyle? Kwa kuzaliwa nao, kama mama alikuwa na ugonjwa, baba kama nilivyosema alikuwa na ugonjwa huu, anaweza kupata mtoto. Lakini kwa lifestyle, mtindo wa maisha, ni kwamba mtu anapofanya kazi ya kujichua masturbation mara kwa mara, inaweza kaathiri mshipa yake na hatimaye akapata ugonjwa huu wa mshipa wa ngiri. Lakini pia kufanya mapenzi na mwenzi wako akiwa kwenye siku zake, au kama hajamaliza siku zake, ule uchafu au ile damu inaokuwa ikitoka inakuwa na bakteria, ambao wale bakteria wanaweza kaingia kwenye mshipa wako na kuleta madhara ambayo ukapata ugonjwa huu wa mshipa wa ngiri. Lakini pia unaweza kupata kama mwanamke ana PID. Mwanamke akiwa na PID, mara nyingi unaweza kuwa kwenye tendo naye la ndoa, ghafla period akaiona hata kama ilikuwa imeshaisha muda wake. Kwa hiyo kufanya mapenzi na mwanamke ambaye ana siku zake akiwa na period, anaweza akapata ugonjwa huu wa mshipa wa ngiri. Lakini pia kufanya mapenzi kinyume na maumbile ni moja ya sababu ambayo inaweza ikapelekea wewe ukapata na huu ugonjwa wa mshipa wa ngiri. Kwa hiyo kuna watu ambao wamepata wenyewe kulingana na mtindo huu wa maisha, lakini kuna wale ambao wamezaliwa na huu ugonjwa wa mshipa wa ngiri. Labda tujikumbushe tu dalili za huu ugonjwa ili upingane ukajitathmini kwamba mimi ninao ama sina. Ugonjwa wa mshipa wa ngiri ni ile hali ya maumivu makali ya tumbo hasa wakati wa baridi, lakini pia maumivu ya korodani zake za kusikia maumivu hasa wakati wa baridi. Na wakati mwingine hata kama sio baridi, inaweza kutokea maumivu ya korodani zikauma au kiuno kikauma sana. Lakini hizi ni kwa mtu ambaye tuseme ambaye amezaliwa na umri mtindo wa maisha. Lakini kwa mtoto akizaliwa na ugonjwa huu pia anaweza kuwa ni mwenye kujinyonga sana tumbo, analia, anyonyi vizuri, wakati mwingine hata makuzi yake yanakuwa yaendi vizuri. Lakini ugonjwa huu wa mshipa wa ngiri una madhara. Ukishakaa na ugonjwa wa mshipa wa ngiri, kwa mtu aliyezaliwa na ugonjwa wa mshipa wa ngiri, kadri atakapoendelea kukua, ugonjwa utakuwa kama umepoa, maumivu yako na mteteza atakoa yatatulia. Lakini akifika kwenye stage ya kubalehe, hali hiyo inaweza kumsumbua tumbo inauma, kiuno kinauma, korodani zinauma. Lakini pia mtu huyu maumbile yake ya kiume yanasinyaa, yanakuwa ni madogo, yani hayakui. Hasa akiwa mkubwa, akiwa mdogo, kadri baada ya kubalehe maumbile yake yaongezeke, yanakuwa kama amedumaa kwa sababu bakteria ameshambulia mshipa, umedumaa. Kwa hiyo maumbile yake ya kiume yanakuwa ni madogo kama ya mtoto mdogo, japo ameshaanza kuwa mkubwa. Lakini pia hata yule aliyepata kutokana na lifestyle, mtindo wa maisha, kujichua, masturbation na kila kitu, hata kama maumbile yake yalikuwa makubwa, baadaye anaanza kusinyaa, kurudi ndani na kuwa madogo kama ya mtoto mdogo. Kwa hiyo ukiwa na ugonjwa wa mshipa wa ngiri, utakuwa na changamoto ya maumbile yako kusinyaa kuwa madogo kama ya mtoto mdogo,
lakini performance pia ya tendo la ndoa inakuwa ni ndogo. Unaweza kaanza ukaishia njiani, au maombi yako kasimama vizuri kabisa, unapotaka kumwingilia mwenzi wako inaanguka, inashindwa kuendelea na safari kama mtu mwingine. Lakini unapokuwa na ugonjwa wa mshipa wa ngiri, kwa sababu ya bakteria wanashambulia kwenye benki ya mbegu za kiume, kwa hiyo mwanaume yote ambaye ana changamoto ya mshipa wa ngiri, mbegu zake za kiume zinakuwa dhaifu, kwa maana kwamba zinakuwa haziwezi kutungisha mimba. Mwanaume anatakiwa atoe mbegu zaidi ya milioni 20 ili ziweze kutungisha mimba. Hasa kama wewe unatoa milioni 3, milioni 5, maana yake kwamba hazitokuwa na sifa ya utungishaji mimba. Lakini pesa zikatoka nyingi, lakini zinakuwa zina mikia ambayo inapoingia inafunga ule mkia, tunatumia kufunga ile njia. Kama mikia haina, maana yake pia zile mbegu zinakuwa ziwezi kutungisha mimba kwa sababu ya changamoto ya mshipa wa ngiri. Kwa hiyo sasa unapokuwa na ugonjwa wa mshipa wa ngiri, hospitali yoyote duniani ya kizungu hakuna tiba, wala hamna kipimo na hamna kuna dawa. Lakini unapokaa na ugonjwa wa mshipa wa ngiri, basi unaweza kuvuka stage nyingine na kwenda stage ya tezi dume. Stage ya pili ya tezi dume ni ile hali ya korodani sasa inaanza kuvimba, au kwenye korodani kama kauvimbe kadogo, au korodani zinakuwa zinaanza kuingia ndani. Hii ni stage ya pili ya tezi dume, ambapo kwa hospitali za kizungu hawana tiba sawa sawa, kushauri labda kufanyia operation, ambapo operation pia tumekuwa tukisema sio tiba, kwa sababu ni kwamba unajaribu kuondoa madhara ya ugonjwa utakosababishwa na bakteria, lakini wale bakteria ukawaacha, lakini ukishawaacha baadaye utatengeneza tena madhara mengine. Kwa ndio maana wale wote waliofanywa hata tiba ya tezi dume, ugonjwa umekuwa ukifanywa operation, baadaye unakuwa ukijirudia, kwa sababu unakuta wameondoa yale matokeo, lakini wameacha ule ugonjwa wale bakteria ambao ndio sababu ya hiyo changamoto. Na katika tezi dume ziko za aina mbili, kuna tezi dume ya ndani na ya nje. Hii ya ndani ni ile ambayo kutoka kwenye kibofu cha mkojo kila mwanaume anakuwa nayo, ambao ndio sema kama ina control mkojo wakati wa kutoka. Ukitoka kimaliza inafunga mkojo unakuwa utoki. Sasa ikishaathirika, ikishavimba, maana yake kwamba ikivyo kuja ndani na kwa inabana mkojo, wakati mwingine unatumia nguvu kubwa sana kusukuma mkojo, na mkojo unakuwa una speed ya kwenda mbali. Au wakati mwingine itanuka, inakuwa ikifunga haifungi kubana moja kwa moja, hadi ambayo mkojo, hata kama ukibana mkojo huwezi kwenda mbali mrefu, mkojo unaanza kutoka vitone, yani kwa sababu unakuta mkojo zile tezi zinakuwa zizui moja kwa moja. Kwa hiyo zile tezi dume ya ndani inaweza kupelekea mtu akashindwa kukojoa, ikapelekea awekewe mpira, au mwingine kwa mkojo unatoka wenyewe bila kutaka, inapelekea awekewe mpira. Kwa hiyo hii tezi ya dume ya ndani na ya nje, zote hizi zinatokana na mtu pengine kuishi na ugonjwa wa mshipa wa ngiri ambao hajautibu, na pengine amekuwa kena dawa za kizungu na petu za kawaida, lakini anakuwa hatibu chanzo cha tatizo. Na unapokaa na huu ugonjwa wa mshipa wa ngiri kupeleka tezi dume, baada hapo unaweza kupeleka stage nyingine ya tatu ambayo inakuwa ni hernia, ambayo hernia inakuta ni ile, kuna hernia ambayo inakuwa kama kuna utumbo unakuwa wazi, maana unakuwa kama inashambua, inatengeneza kama tundu, ambao utumbo unakuwa kama unashuka chini, inakuwa kama busha tuseme, inavimba zaidi. Yani uvimbe unakuwa ni mkubwa, baadaye unakuwa unapotea, unakuja na kupotea. Au uvimbe unakuwa ni mkubwa zaidi, au kwenye pembezoni mwa paja hapa uvimbe unatokea na unakuwa uvimbe mkubwa. Hii tunasema ni stage ya tatu ambayo ya hernia. Lakini ukikaa na hii stage, inaweza kupeleka stage ya 4 ambayo ni stage ya saratani ya tezi dume, ambayo hii stage ya saratani inafika hatua hata kule kukojoa, unaanza kukojoa damu, hata pia performance ya nguvu inakuwa hakuna. Hata kama ni ile ya uvimbe unaweza kubadilika hata rangi ya ile sehemu, inakuwa kama na weusi fulani. Kwa hiyo sasa, kama una changamoto ya mshipa wa ngiri au tezi dume au hernia, tukushauri uweze kufika upate tiba mapema. Au kama una changamoto ya saratani ya tezi dume, tunazo dawa yetu ya Mchosb ambayo inatibu saratani ya aina yoyote. Lakini pia kama una changamoto ya mshipa wa ngiri, tukushauri uje upate dawa asili ambayo inatibu kuanzia chanzo ya tatizo, ili usiweze kufikisha kwenye hatua zingine ambazo tumezielezea, ikapelekea mwanaume kashindwa kuperform tendo la ndoa, au ikapelekea mwanaume umri wako unakuwa madogo kama mtoto mdogo. Wakati mwingine unapotaka kufanya tendo la ndoa mwenzako unaona hata aibu, hata wakati mwingine unapoenda kwenye kuogelea au kufanya chochote unaona aibu kuvua mbele za wenzako, kwa sababu maumbile yako ni madogo kama ya mtoto mdogo. Na mwisho wa siku pengine unakuta unajiondolea ile uwe kujiamini kwako kwa sababu ya changamoto hiyo. Kwa hiyo basi, kama ni wewe una changamoto hii, au ni ndugu yako au ni rafiki yako,
basi Mungu amekutumia wewe kutupata taarifa sisi kwetu, ili pia umfikishie mwingine, na wote utakapomfikishia taarifa akapata huduma kwetu na akapata uponyaji. Maana mponyaji wa kwanza ni wewe, maana bila wewe asingetoweza kutufahamu sisi. Maana si kila mtu anaingia kwenye mtandao ya kijamii anaweza kupata taarifa hizi, lakini wewe Mungu amekutumia kutupata sisi, ili pengine usaidie wengine kama ambavyo sisi tumekufikishia ujumbe, ili pia tuweze kukusaidia na Mungu akasimame na sisi katika hili, ili ukaweze kupata uponyaji. Na sisi tunapatikana Tanzania nzima, kwa Kilimanjaro ambao ndio makao makuu yetu tuko Moshi maeneo ya Kibosho Road, lakini tunapatikana Arusha maeneo ya Banda Mbili Mbauda, lakini tunapatikana Dar es Salaam Mbezi Mwisho karibu na stendi ya Magufuli, lakini tunapatikana Morogoro Mazimbu karibu na mahakama ya mwanzo ya Mazimbu, lakini tunapatikana Dodoma maeneo ya Emmaus ya kwanza karibu na shule ya Anglikana DCT, lakini tunapatikana Kahama Shinyanga pale Kahama mjini, lakini tunapatikana Mwanza Buzuruga karibu na shule ya msingi, lakini tunapatikana Simiu Maswa mnadani B maarufu kama Marifonsi, lakini tunapatikana Kigoma mjini pia, lakini tunapatikana Mbeya Nzove, lakini tunapatikana visiwani Zanzibar Fuoni kituo cha Getini pale karibu na kituo cha polisi, lakini pia tunapatikana nje ya Tanzania, tunapatikana Kenya Nairobi Mtua pale karibu na Mtua Dispensary, lakini tunapatikana Zambia pale Ndola pamoja na Lusaka mjini, lakini tunapatikana pia maeneo ya Gaborone karibu na Menmo pale Gaborone mjini Botswana, lakini pia tunapatikana South Africa Pretoria, lakini tunapatikana pia Lubumbashi Kongo. Kwa hiyo tunapatikana nchi nyingi, tunapatikana Malawi pia pale Mzuzu. Kwa hiyo tuko nchi nyingi ambazo tuko Uganda na pia tuko Burundi pia. Kwa hiyo kama wewe uko nchi nyingine yoyote, unaweza kunipigia mimi moja kwa moja na nitakupatia namba ya nchi husika ya kituo ambacho kipo. Sisi sio wale. Afya yako jukumu letu.